Mimi ndimi ufufuo na uzima, yeyote aniaminiaye mimi hata kufa, bali atakuwa na uzima wa milele. Ni Dominika ya 5, imefika Dominika ya 5 ya kipindi cha Kwaresma. Mwaliko ni juu ya nguvu ya Kristo katika ufufuko. Katika Dominika hii ya 5, kanisa linatuletea simulizi jingine kutoka katika Injili ya Yohane, moja ya ile ishara ya Yesu kumfufua Lazaro, ishara inayopatikana katika Injili ya Yohane pekee. Kama tulivyoona katika Dominika iliyopita, Dominika ya 4, ile simulizi la mtu aliye kipofu tangu kuzaliwa anaponywa na Yesu upofu wake, jinsi lilivyo refu ndivyo na simulizi hili la Dominika hii ya leo, Dominika ya 5, ni refu. Tukiachilia hayo, Dominika hii ya 5 ni Dominika ya pekee kidogo kutokana na namna ambavyo kanisa leo litakuwa linaonekana. Ukiingia kanisani utaona wamefunika. Utaona kwamba kanisa linatuingiza katika kitu cha pekee katika Dominika hii, kwamba misalaba, sanamu, picha zinakuwa zimefunikwa kwa kitambaa cha zambarau ama urujuani. Pengine kwa nini kanisa linafanya kitu kama hicho katika Dominika hii ya leo? Tukianza na hilo la pili, kwamba kwa nini Wakatoliki hufunika misalaba, picha na sanamu kwa kutumia kitambaa cha zambarau ama urujuani. Maelezo hayo na maelekezo hayo yanatolewa katika kitabu cha Misale ya Waamini, ukurasa 193. Dominika ya 5 ya Kwaresma, desturi ya kufunika misalaba na picha kanisani huanza Dominika hii. Inaweza kuendelea kama linavyoamua Baraza la Maaskofu. Msalaba ukaa imefunikwa mpaka mwisho wa adhimisho la mateso ya Bwana, Ijumaa Kuu, bali picha ukaa zimefunikwa mpaka mwanzo wa kesha la Pasaka. Pengine kwa nini kanisa linafanya desturi kama hii? Majibu ni kama ifuatavyo. Kuna sababu za kihistoria, sababu za kimapokeo, lakini pia sababu za kimaandiko. Sababu za kihistoria, kwanza kabisa, desturi hii ilikuwa taratibu. Ilianza katika maeneo ya bara Ulaya, hasa nchi ya Ujerumani, karne ya 9 mpaka ya 10, ambapo watu walianza desturi ya kufunika misalaba, picha, sanamu kanisani katika kipindi cha Kwaresma, kwa lengo la kuwapa watu tafakari ya kina juu ya mateso ya Kristo, juu ya mfungo, juu ya toba na mambo kama hayo. Desturi hiyo ikaendelea, imekuwa mpaka tunapoiadhimisha kwamba kila Dominika ya 5 kipindi cha Kwaresma, misalaba, picha, sanamu hufunikwa kwa kitambaa cha zambarau ama kitambaa cha rangi ya urujuani. Pengine kwa nini inafanya hivyo? Inafanya hivyo kuakisi kile ambacho katika maandiko matakatifu kimeandikwa. Tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 8 aya 59 na Injili ya Yohane sura ya 11 aya 53 hadi 54, tunaona Yesu haonekani hadharani katika Uyahudi, na inaweka vizuri kwamba tangu siku hiyo, yani manake walipotaka kumkamata, walifanya shauri la kumuua. Kwa hiyo Yesu hakuendelea tena kutembea hadharani kati ya Wayahudi. Yesu anajificha. Kwa nini Yesu alijificha? Je, alikuwa anaogopa kama hofu ya kuuliwa na Wayahudi? Au kwa nini alifanya vile? Ndicho ambacho tunakifanya katika Dominika hii ya 5 katika kufunika, kuakisi hicho. Lakini hicho kilikuwa kina maana ya ndani, maana ya kina zaidi juu ya hicho. Yesu anajificha kwa sababu gani? Sababu ya kwanza, saa yake ilikuwa bado haijatimia, kama anavyosema mwenyewe katika Injili kwamba saa yangu haijawadia bado, saa yangu haijawadia bado. Lengo lake lile bado halijatimia, ule muda wa kutimiza hicho ambacho alipaswa kukitimiza haujatimia. Sababu ya pili,
mateso ya Kristo ama Yesu kuingia katika mateso ilikuwa sio kitu cha bahati mbaya, bali ni kitu ambacho kilikuwepo, na kwa hiari yake mwenyewe anajitoa kwa ajili ya kuingia katika hayo mateso, kufa, baadaye ufufuko. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu. Katika mpango wa Mungu kutimia ndicho ambacho Yesu anakifanya. Jambo la tatu ni utukufu uliofichwa. Utukufu uliofichwa kwa muda. Mara nyingi ama sehemu kadhaa tunasikia kwamba Yesu anakamatwa, Yesu alijificha, Yesu aliteseka, Yesu alifanyeje. Yote hayo anayafanya katika hali yake ya ubinadamu, alificha utukufu wake. Kitendo cha kujificha, anaonyesha ule utukufu uliojificha. Kuna sisi tunaofunika, maana tunafunika utukufu wa Mungu ambao unawakilishwa na hizo sanamu ama picha ama msalaba wa Yesu. Lakini ndani yake ya hayo yote kuna utukufu. Yesu anaficha utukufu wake. Pengine hata ukitaka kuelewa vizuri hilo, ukirejea katika lile fumbo la umwilisho, angalia namna gani alivyozaliwa. Amezaliwa katika hali ya unyonge, katika mazingira ya kulishia ng'ombe, hori la ng'ombe. Amekuwa na wazazi wake, mama yake Maria, baba yake mrithi Mtakatifu Yosefu ambaye alikuwa seremala. Hali za kawaida kabisa. Ameficha utukufu wake. Lakini andiko la pili linalotupa maana ya kwa nini kanisa linafanya hivyo, tunaposoma waraka kwa Waebrania sura ya 9 aya ya 12, kwamba Yesu kuhani mkuu wa Agano Jipya na la milele anakamilisha kile ambacho kilikuwa kinafanywa na makuhani wa Agano la Kale, kwamba katika mahali pale patakatifu pa patakatifu kulikuwa na pazia ambalo linamzuia kuhani asionekane na watu huku nini anachokifanya. Na kuhani kule ndani alichokuwa anakifanya, alikuwa anatolea sadaka ya ng'ombe ama mbuzi. Damu ile kila mwaka alikuwa anafanya hivyo kuhani mkuu, kwa lengo moja tu, kupata upatanisho ama utakaso wa dhambi zake yeye mwenyewe na dhambi za taifa zima la Israeli ama dhambi za watu wote wengine. Ndicho ambacho Yesu anakifanya katika fumbo hili la mateso, kifo na fumbo la msalaba, kwamba anaingia patakatifu pa patakatifu msalabani, na kule anachoenda kufanya ni nini? Anaenda kutoa maisha yake, anamwaga damu yake mwenyewe, sio damu ya wanyama, damu yake mwenyewe. Na anaifanya hiyo mara moja tu. Wale walikuwa wanafanya kila mwaka, yeye anafanya mara moja tu, na anaifanya hivyo kwa ajili ya wokovu na uzima wa ulimwengu mzima na watu wote. Na hicho kinakuwa kitendo hicho, tukirejea, anafanya nyuma ya pazia, hema la pili. Kanisa desturi yake kufanya hivyo ni katika kutuonyesha kwamba kile ambacho kinafanywa na Yesu katika juma hili ambalo tutalianza, juma la mateso, tutaelekea mpaka Ijumaa Kuu, kufa msalabani, yote anayafanya kukamilisha yeye kama kuhani mkuu wa Agano Jipya na la milele. Na hivyo tunazamishwa pia katika sababu nyingine, kwamba inatupa ishara, kutufundisha kwa ishara kwamba kitu ambacho tunakikaribia kukiadhimisha ni kitu kikubwa. Na hivyo utakapoingia na kuona hali hiyo, utashtuka kidogo, pengine utazama katika tafakari na kuona kwamba tupo kipindi gani? Mbona hali imebadilika? Wamefunika picha, sanamu, msalaba, kuna nini kinaendelea? Inakupa ishara ya kukushtua, ishara ya kukuamsha kwamba tunaingia katika kipindi cha mateso ya Kristo. Na hivyo utazama katika tafakari juu ya mateso hayo. Kwa kanisa linatuonjesha sasa kipindi cha mateso, Passion Time. Kipindi hichi tutaanza na Dominika ya Matawi, baadaye tutaendelea na zile siku 3 kuu za Kipasaka. Kwa hiyo tangia mwanzo katika Dominika hii ya 5 tunaanza kufunuliwa fumbo hilo la mateso ya Kristo. Ndio maana kanisa linaweka desturi hiyo. Kwa kifupi, kanisa
linafanya desturi hii ya kufunika misalaba, sanamu na picha kwa kitambaa cha zambarau ama urujuani, lengo ni kurejea katika maandiko kwamba Yesu alijificha kwa muda fulani, alificha utukufu wake, na hivyo kwa kufanya hivyo anatuandaa kwa ajili ya kile ambacho atakitimiza kwa wakati utakapotimia, yani mateso na kifo chake. Na hivyo kanisa linatualika katika tafakari juu ya hayo mateso ambayo atayatimiza, na kupitia mateso hayo yeye kama kuhani mkuu wa Agano Jipya na la milele atatukomboa kupitia damu yake yeye mwenyewe, na ataifanya hivyo mara moja tu kwa ajili ya wokovu wetu. Tukigeukia masomo ya Dominika hii ya 5, somo kadiri ya Injili ya Yohane sura ya 11 aya ya 1 mpaka 45. Ni simulizi refu kama vile ilivyokuwa Dominika iliyopita, Dominika ya 4, lile simulizi la yule mtu anayeponywa upofu tangu kuzaliwa. Hivyo ningependa kupitia vitu vichache ambavyo kupitia hivyo tunaweza tukaona vilikuwa vinamaanisha nini na pengine vinamaanisha nini katika maisha yetu kama Wakristo wa leo. Simulizi linaanza pale Yesu anapopewa ujumbe, taarifa kwamba rafiki yako Lazaro mgonjwa sana, na Yesu akitambua hilo anajiongezea siku 2 na kuambia wanafunzi wake waelekee Uyahudi. Kwa nini Yesu haendi moja kwa moja anaenda Uyahudi? Na kule Uyahudi alienda kufanyaje? Nini lengo lake la ujumbe huo? Jambo la pili tunaweza tukalitafakari na kujiuliza, Yesu alikuwa anampenda sana Lazaro na ile familia yake, Martha na Mariamu na Lazaro, wote alikuwa anawapenda kama rafiki zake, rafiki wa Yesu. Kwa nini anachukua muda mpaka tukio la kufariki kwa Lazaro linatukia? Tunaona miujiza mingi anaitenda, anawaponya watu, anawaponya wagonjwa, lakini kwa nini rafiki yake mpendwa kabisa ambaye alikuwa anampenda anakubali afe, aende moja kwa moja kumponya? Kwa nini? Na kitu kingine cha pekee ambacho tunakiona ni ungamo la imani la Martha juu ya ufufuko, juu ya nguvu ya Masia na Yesu Kristo kama mwana wa Mungu. Tunamfahamu kwamba Martha ni mtu ambaye ana wasiwasi na shughuli nyingi, lakini anatuonyesha ungamo la imani na kitu cha muhimu sana katika maisha ya Kikristo, juu ya imani katika Yesu, juu ya imani katika nguvu ya uponyaji, nguvu ya ufufuko, na nguvu kama yeye Masia ni kama mwana wa Mungu. Anasema wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu, yeye ajaye ulimwenguni. Ni kitu kikubwa. Jambo la pili ni Yesu akalia. Yesu baada ya kwenda kaburini, tunaambiwa katika Injili maneno mawili, Yesu akalia. Pengine kwa nini alilia? Na kama alikuwa na uwezo wa kumponya kabla ya mauti, kwa nini anakubali anakufa na kati uwezo anao? Unaweza tukasema kama alikuwa na unafiki, kulikuwa na unafiki fulani. Kwa nini alie wakati alikuwa na uwezo wa kumponya? Hata wale Wayahudi pale katika maeneo ya kaburi pale wakisubiria nini kitakachotukia, tunaona wengine wanasema kweli alimpenda, wanaonesha huzuni kwamba kweli alimpenda mpaka analia. Wengine wanasema kama alikuwa na uwezo wa kumponya yule kipofu, kwa nini asingemponya huyu mtu mpaka amekufa? Wanaingia katika kile ambacho Martha alikisema mwanzo kwamba Bwana, kama ungekuwepo hapa kaka yetu asingekufa. Pengine hiyo inamaanisha nini? Yesu kulia, alilia kwa sababu gani? Kitu kingine, kwa nini mwinjili Yohane anasisitizia juu ya siku 4? Kwa nini anasisitizia juu ya siku 4? Kwamba hili tukio limetokea, Lazaro yupo kaburini ndani ya siku 4. Pengine tunaweza tukapata jibu la haraka tunaposoma kitabu kile cha mkusanyiko wa sheria za Kiyahudi, Mishna. Inaonyesha kwamba Wayahudi waliamini mtu anapokufa na kwenda kaburini kuzikwa, siku 3 zikipita, roho yake mtu huyo huwa imetoka kabisa katika mwili wake, na hivyo mwili wake unaanza kuoza, na hivyo anakuwa amekufa kabisa, kila kitu kimeisha. Waliamini hivyo katika kitabu cha Mishna. Sasa hiyo inatupa picha gani Yohane anaposisitizia swala la siku 4 baada ya kufa?